Ndugu zangu, awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia tukaweza kufika siku hii ya leo adhim ya Idi ya kuchinja. Ni Idi ambayo kama alivyozungumza Sheikh hapa katika mada iliyopita, ina uhusiano mkubwa na tukio ambalo linaendelea katika mji mtakatifu wa Maka, ambako Waislamu kutoka katika kila kona ya dunia wanakuwa wamekutana katika mji mtakatifu wa Maka, ambako wanaendesha ibada mbalimbali kwa umoja. Ni tukio kubwa, tukio ambalo lina mafundisho mengi sana, mafundisho ya umoja, mafundisho ya kiimani, kujitakasa na kadhalika. Katika ibada hii kuna mkutano au kuna kisimamo kinaitwa Arafa, ambapo Waislamu wote huwa wanasimama katika eneo lile mwezi 9. Lakini katika mkutano ule, katika kisimamo kile, huwa kuna hutuba inatolewa na kiongozi wa umma, ambapo kabla Mtume wetu Muhammad SAW hajafariki, yeye ndo alikuwa anatoa hutuba pale. Na ni hamasishe tu kwamba Waislamu, lakini hata watu wengine tu katika jamii wajitahidi kupata ile hutuba ambayo alitoa Mtume wetu Muhammad SAW katika ile hija yake ya mwisho. Ni hutuba kubwa, ni hutuba ambayo ilikuwa na maudhui nzito sana. Sehemu kubwa kabisa ilizungumzia haki za watu, ilizungumzia usalama, na ikazungumzia umoja wa dunia na amani na hekima na kupinga dhulma. Ilikuwa ni hotuba kubwa sana, hotuba ya ukombozi maana yake wa dunia. Kwa hivyo katika kuungana na wenzetu katika siku ile ambayo Mtume alitoa hotuba, ndio sisi huwa tunafunga huko siku ile ya Arafa, tunakuwa tunaungana na wale wenzao, na matokeo yake ni kwamba hatimaye tunafika siku ya leo ambayo tunasherehekea kwa kuchinja ibada hija. Ndugu zangu, kama kawaida yetu, shura ya maimamu katika matukio makubwa ya Kiislamu huwa tunakutana kama hivi kwenye mabaraza haya, na tunazungumza mambo mbalimbali ya kukumbushana. Lakini kubwa zaidi huwa tunakuwa na ujumbe maalum. Katika matukio yote haya huwa tunatoa waraka, na ule waraka huwa unabeba maudhui nyingi. Kwa hivyo leo pia tuna waraka ambao baada ya mawaidha hayo yaliyotolewa na mashekhe waliopita, mimi ndio nasoma ule waraka ambao hatimaye nafikiri utapatikana kwenye mitandao ya kijamii na kadhalika, na tunaomba watu wafuatilizie, wasome kwa kina zaidi ili kupata maudhui iliyomo ndani ya waraka ule. Kwa hiyo mimi nitasoma kama vile ambavyo ulivyoandaliwa na Secretariat ya Shura ya Maimamu Tanzania. Waraka wa Idi Dhulhijja 10 1446 sawa na Mei 7 2025. Kichwa cha waraka kinasema, kibokizo cha waraka kinasema pitio la hali ya maisha Tanzania. Pitio la hali ya maisha Tanzania mwaka 2025. Utangulizi. Leo tunasherehekea katika sikukuu hii adhimu ambayo Mwenyezi Mungu ametuletea kupitia kwa kiongozi wake mwenye sifa ya umma, Nabii Ibrahim alayhisalam. Katika sherehe hii tunaungana na mamilioni ya watu kutoka kila kona ya dunia waliokwenda katika umoja halisi wa mataifa hija huko Maka. Kilele cha sikukuu hii kinakamilika kwa kuingiza furaha kwa watu mafukara na maskini. Kwa hiyo tunachinja na kugawa nyama adhimu ikiwa ni pamoja na lengo hilo. Tunatumia fursa hii kuwapongeza wale wote waliokwenda hija na wale waliochinja na kuwakumbuka watu maskini. Katika fursa hizi za mikusanyiko ya Maka na sehemu nyingine duniani, watu hujadili na kuzinduana mambo mema. Kwa muktadha huo, Shura ya Maimamu Tanzania hutoa waraka unaowakumbusha watu na viongozi kuyazingatia mambo muhimu. Aidha,
waraka huu kutakuwa kuna sura ndogo ndogo ambapo kila sura itakuwa inawakilisha jambo mahsusi. Sura ya kwanza ndogo inazungumzia uchaguzi mkuu Oktoba mwaka 2025. Inaanza na kichwa kidogo kinachosema ushauri. Katika kulizungumzia jambo hilo nyeti, tunaona ni vyema tukarejea maneno muhimu tuliyoyatoa katika baraza la Idi ililopita Machi 31, 2025. Kauli ya chama cha siasa cha demokrasia cha Chadema inayosema no reform, no election, na ile ya chama cha ACT Wazalendo ya kupinga uchaguzi wa siku mbili kule Zanzibar zinaakisi malalamiko ya uchaguzi mbovu kama ule wa serikali ya mtaa mwaka 2019, uchaguzi mkuu 2020 na uchaguzi wa serikali ya mtaa 2024. Ukiachilia mbali vyama hivyo, viongozi mbalimbali na wengine wastaafu wa serikali, wanasheria, viongozi wa dini kwa nyakati tofauti wamekiri kwamba chaguzi hizo zilikuwa na kasoro kubwa mno. Wengi wao wanasema kasoro hizo ni kubwa kwa kiasi cha kusema hapakuwa na uchaguzi. Kwa mfumo uliotumika ambao unapoka haki za wananchi za kidemokrasia, haki ya kuishi na kuhatarisha usalama wa taifa, tunatoa wito kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuitisha wadau, wawakilishi wa umma kujadili utekelezaji wa makubaliano ya msingi ya mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi yaliyofikiwa kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Aidha, tumelipokea kwa mshtuko mkubwa tamko la Rais Samia Suluhu Hassan la kuliagiza Jeshi la Ulinzi JW lijiandae kwa uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Mshtuko wetu ni kwa kuwa suala la uchaguzi ni la kiraia na jeshi halihusiki na masuala ya kiraia. Ni kweli kwamba jeshi la polisi na usalama wa taifa yanatuhumiwa kwa kiasi kikubwa na wananchi kupoka haki zao katika uchaguzi mbalimbali. Lakini pamoja na hayo, kwa mujibu wa katiba ya nchi, wao ndio wenye dhamana ya kulinda uchaguzi wa kiraia. Jambo muhimu kwa Rais Samia ni kuzuia kile wanachokiona wananchi, majeshi hayo kushiriki siasa kwa niaba ya chama tawala. Aidha, kwa heshima kubwa tunatumia fursa hii kumuomba Rais Samia Suluhu Hassan atoe ufafanuzi wa kuhakikishia Watanzania na dunia kwa ujumla kwamba Jeshi la Wananchi JWTZ litaendelea na wajibu wake wa kulinda mipaka ya nchi tu na kamwe hataingia uchaguzi mkuu ujao na mwingine. Tunatoa wito huo kwa sababu tungependa kuona muumini wa dini yetu tukufu ya Kiislamu, tusingependa kuona muumini wa dini yetu tukufu ya Kiislamu anahusika na yale yanayoweza kutokea pale jeshi la kivita linapoingizwa uraiani. Watanzania wengi kupitia uongozi wa kijamii, kidini, makundi ya harakati na vyama vya siasa wamekuwa wakilalamikia madhila na ukandamizaji unaotokana na mfumo huo wa siasa tuliouona huko nyuma. Katika muktadha huo, watawala wamekuwa wakionyesha njia mbalimbali zikiwemo za ulaghai za kuwasikiliza wananchi. Rais wa awamu ya 6 Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikuja na muundo unaoitwa 4R, yani maridhiano, ustahimilivu, mageuzi, kujenga upya taifa. Rais alikusudia kutatua matatizo yaliyomo katika uchumi, siasa, haki za binadamu, sheria, usalama na mengine. Katika utekelezaji aliunda vyombo mahsusi, hasa tume. Hata hivyo, matokeo ya utekelezaji wa 4R hayaonyeshi makusudio ya 4R. Yale yaliyozungumzwa katika 4R hayatekelezwi ipasavyo, hayasimamiwi na wala hakuna tathmini ya utekelezaji. Kwa ufupi, 4R ndio mpango mkubwa wa rais wa awamu ya 6 wa kutatua matatizo makubwa ya taifa ambao unaonekana uko kimya. Uchumi na hali ya maisha. Haya tuliyozungumza hapa sasa hivi katika kifungu hiki tumenukuu yale ambayo tuliyozungumza katika waraka uliopita.
Uchumi na hali ya maisha. Kwa ujumla kuna maendeleo kadhaa yaliyoonekana katika miaka ya hivi karibuni, lakini bado kuna changamoto nyingi zinazokabili wananchi wengi. Kwa ujumla hali ya uchumi na kipato kwa walio wengi si ya kuridhisha. Ukuaji wa uchumi. Tanzania imekuwa ikikua kiuchumi kwa wastani wa zaidi ya 5% kwa mwaka katika muongo mmoja uliopita, hasa kutokana na uwekezaji katika miundombinu, kilimo na sekta ya madini. Hata hivyo, kiwango hicho cha ukuaji uchumi hakijafikia kiwango kilichoahidiwa na viongozi wa chama tawala cha serikali cha 8% kwa mwaka. Kushindwa kukua uchumi kwa kiwango kilichoahidiwa ni moja ya sababu ya wananchi wengi kubaki katika umaskini. Licha ya ukuaji wa uchumi, kiwango cha umaskini bado ni cha juu, hasa maeneo ya vijijini. Watanzania wengi huishi kwa kipato kidogo kisichozidi $1 kwa siku. Hata hivyo, wanaofanya kazi mjini bado wapo katika kile kinachoitwa wafanyakazi maskini kwa kupata malipo yasiyozidi $2.15 kwa siku. Elimu ndio chanzo kikuu cha ustawi wa binadamu na maendeleo. Tunasoma katika kitabu kitukufu, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Amemuumba mwanadamu kwa pande la damu. Soma na Mola wako ni karimu sana, ambaye amemfundisha binadamu elimu zote hizi kwa msaada wa 6 wa kalamu zinazoandika vitabu ambavyo watu wanapata elimu. Amemfundisha mwanadamu chungu ya mambo aliyokuwa hajui. Qur'an 96 sura 96 aya 1 mpaka aya 5. Kwa kanuni hiyo, taifa lazima liwe na nguvu kubwa, liwekeze nguvu kubwa katika elimu. Taifa letu Tanzania linaandaa walimu wachache ukilinganisha na hitajio. Kwa mfano, katika taarifa za kielimu zinaonyesha mwaka 2024-2025 serikali ilipanga kuajiri walimu 12,000. Hiki ni kiwango kidogo mno ukilinganisha na ukuaji wa taifa 1961 mpaka 2025. Taarifa zinaonyesha wakati serikali ikipanga kuajiri walimu 12,000, hitajio la walimu kwa madarasa ya awali na msingi peke yake ni 116,885. La mwisho katika sura hii ndogo ni sera ya elimu bure Tanzania. Muonekano wa sera hii unatatanisha. Kwa mfano, katika shule zote nchini Tanzania wanafunzi hutozwa michango mbalimbali kila siku. Fedha hizo kidogo kidogo ni sawa na kuigawa ada katika siku za muhula ya masomo ya mwaka. Mwisho wa sanaa hii inaturudisha pale pale shule za serikali zinatoza ada. Afya. Yapo mambo kadhaa yanayoweza kuwa kipimo cha utu na haki katika jamii au taifa. Miongoni mwa hayo ni uhai wa binadamu unavyothaminiwa au kupuuzwa. Taifa lenye dhamira ya kweli ya utu, haki na maendeleo huweka sera madhubuti ya kujenga na kulinda afya ya watu wake. Mtu au raia aliyepoteza afya, maana yake amepoteza uwezo wa kutenda ipasavyo na kuzalisha. Kwa muktadha huo, taifa lazima liwe na sera madhubuti ya kumsaidia mgonjwa. Kama serikali makini haiwezi kuunda sera au mkakati wa mapato au uchumi wake kupitia kwa mgonjwa. Kuweka mkakati wa namna hiyo ni udhaifu wa kufikiri unaopelekea kwenye ukatili na ukiukaji wa haki za msingi za binadamu. Inavyoonekana, serikali ya Tanzania imeamua kuitumia afya ya mgonjwa kuwa moja ya vyanzo vya mapato vyake. Katika waraka huu tunaleta kada moja tu ya wagonjwa wa figo kama kielelezo cha dhana ya mradi huo mkubwa wa serikali yetu. Tumeteua ugonjwa huo kwa sababu kwa sasa unaathiri watu wengi, wakiwemo watoto, vijana, watu wazima na wazee. Mgonjwa aliyeharibika figo zake
ili aweze kuishi lazima asafishe damu yake, dialysis, mara 3 kila juma. Afya kugeuzwa biashara. Katika hospitali ya serikali Muhimbili, mgonjwa hutozwa shilingi 180,000 ili asafishwe damu yake. Kwa hali hiyo hutozwa shilingi 540,000 kila juma na shilingi 2,160,000 kwa mwezi. Ikiwa hana fedha hizo, hapewi huduma na huelezwa arudi nyumbani mpaka atakapopata fedha. Katika maisha ya umaskini mkubwa wa Tanzania, watu wenye uwezo wa kumudu matibabu ya shilingi 540,000 kila juma na shilingi 2,160,000 kila mwezi na milioni 28,80,000 kwa mwaka ni wachache mno. Kwa sera hii ni wazi serikali haikumzingatia raia kwa mtazamo wa haki za kiafya ambazo ina wajibu wa kumpatia. Jambo lingine, katika hospitali hizi wagonjwa hutoza fedha mara 2 kwa kipimo kimoja. Kwa mfano, mgonjwa huandikiwa vipimo akiwa katika idara ya mapokezi emergency, na baada ya majibu ya maabara huandikiwa matibabu na hulipa gharama zote za kuonana na daktari, consultation fee, vipimo, dawa na huduma hulipia. Siku ya pili yake mgonjwa huyo akiandikiwa kulazwa wodini huandikiwa vipimo vile vile na kutozwa gharama sawa na ile ya mwanzo. Mgonjwa akiuliza kwa nini vipimo vinarudiwa, hujibiwa tunataka kujiridhisha. Akiuliza kwa nini basi ninatozwa gharama nyingine kwa vipimo vile vile, hujibiwa ndio utaratibu uliowekwa na serikali. Akihoji hamuoni utaratibu huo unamuumiza mgonjwa, hujibiwa mnachangia mapato ya serikali. Lingine, mgonjwa huyo alianza kutibiwa katika idara ya mapokezi, anapokuwa kitandani wodini hutozwa tena fedha ya kushauriwa na kukutana na daktari, consultation fee, ambayo alikwisha lipa mara ya kwanza kule mapokezi. Kanuni hiyo ya mgonjwa kulipa malipo ya kushauriwa na daktari kila anapokutana naye inamkabili kila mgonjwa katika hospitali zote za serikali. Tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2025, Bwana Ipi, mgonjwa kutoka nyumbani, alikutana na daktari Muhimbili akalipa consultation fee. Baada ya muda mdogo alipangiwa kuonana na daktari mwingine akalipa tena consultation fee. Hoja ya msingi hapa ni kwamba mgonjwa anatozwa consultation fee wakati daktari ameajiriwa na kulipwa mshahara kwa ajili ya kukutana naye, kumsikiliza na kumhudumia. Lingine, mgonjwa hutozwa fedha inayoitwa service charge, malipo ya huduma. Mgonjwa aliyelazwa katika hospitali ya serikali hutozwa fedha hiyo mara kadhaa. Kwa nini atozwe malipo hayo wakati watumishi wote wameajiriwa na kulipwa mshahara kwa ajili ya kutoa huduma kwa wagonjwa? Lingine, mgonjwa huuziwa huduma na dawa kwa bei ya juu kuliko zinavyouzwa katika sekta binafsi, tena bila ya kushauriwa. Mgonjwa hukutana na gharama hizo ghafla anapoletewa nambari ya malipo, control number. Kadhia hii kwa wengi huamsha maradhi ya presha, kwa wagonjwa wengi huamsha maradhi ya presha, wasiwasi na kukanganyikiwa kutokana na kufikiria umaskini wao na gharama kubwa za matibabu wanazokutana nazo kila siku katika hospitali za serikali na nyingine. Mapato kupitia damu. Hospitali za serikali zinamiliki mashine kadhaa za kusafisha damu. Mashine moja huhudumia wagonjwa 3 kila siku na huingizia serikali mapato ya shilingi 540,000 kila siku. Moja ya hospitali za serikali jijini Dar es Salaam inamiliki mashine chache 42 ambazo huingiza shilingi 544,320 kwa mwezi, sawa na shilingi bilioni 7,76,160,000 kwa mwaka. Mapato hayo ni ya kitengo kimoja tu cha figo katika hospitali hiyo. Izingatiwe kitengo hicho
hakilazi wagonjwa, kwa maana kwamba kama kingekuwa na wagonjwa kingekuwa kina gharama kubwa ya matumizi, gharama za uendeshaji, lakini hakilazi wagonjwa, bali mgonjwa husafishwa damu yake kwa masaa machache na huruhusiwa. Mapato mengine mfano wa hayo yanapatikana katika vitengo vingine kama vile vya moyo, mifupa, chumba cha wagonjwa mahututi ICU, chumba cha maiti na kadhalika. Pia yanapatikana katika hospitali nyingine za serikali zilizoenea nchi nzima. Maarifa ya kukusanya fedha. Mgonjwa anapokwenda katika hospitali za serikali analazimika kubeba fedha nyingi hata kama anajua bei ya matibabu yake. Katika hospitali hizi kumewekwa mifumo mingi ya kukusanya fedha inayozusha maswali na manunguniko makubwa kwa wagonjwa. Kwa mfano tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2025 bwana Ipi alikwenda kwenye matibabu yake ya dialysis Muhimbili na kulipa shilingi 180,000. Baada ya muda alipotoka kwenye dialysis, alipotoka nje ya jengo alijisikia kizunguzungu, akasindikizwa kwa daktari. Hapo vilianza vipengele kadhaa vya matibabu, na kati ya saa 2 na dakika 30 mpaka saa 5, kwa maana ya masaa 2.5, aliandikiwa nambari za malipo konto namba zenye jumla ya shilingi 144,640. Hizo ni mbali na ile ya dialysis ya 180,000. Na katika hizo pia ilikuwemo konto namba ya kukutana na daktari, ingawa kule dialysis alikuwa chini ya uangalizi wa daktari. Bwana Ipi maskini aliyekaa katika matibabu hayo ya pili kwa muda mchache tu na kisha akaruhusiwa kurejea nyumbani, alisikitika sana kwa kutozwa fedha nyingi kwa huduma za kawaida ndani ya muda mfupi. Mapato kupitia vifo. Uamuzi huo wa kibiashara umezaa tabia zisizo za kibinadamu katika taifa letu. Wagonjwa ambao hawajalipa fedha wanapofikwa na kifo, serikali huzuia maiti zao mpaka ndugu watakapolipa fedha. Kwa mfano tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2025, familia kutoka Tanga walikwenda chumba cha maiti Muhimbili, Dar es Salaam kuchukua mwili wa ndugu yao Bi Mwajuma Mohamed Salim aliyefariki katika hospitali hiyo. Walitakiwa kulipa shilingi milioni 6,101,635 kama deni ambazo hawakuwa nazo. Baada ya mvutano wa siku 4, walitakiwa ndugu 6 waweke dhamana ya vitambulisho vyao vya taifa, wakatekeleza na wakapewa mwili huo tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Familia hiyo wanatakiwa kulipia maiti ya ndugu yao shilingi 995,665 kila mwezi, ambazo mpaka tulipokuwa tunaandika waraka huu walikuwa wamelipa shilingi 315,000 kutokana na umaskini. Mfano mwingine ni wa marehemu Bi Fatuma Isa. Yeye alilazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU Mloganzila Muhimbili tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2024. Bi Fatuma akiwa mahututi hatambui lolote lile, alitozwa wastani wa shilingi 389,679 kila siku mpaka alipofariki dunia tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2024. Alikuwa anadaiwa jumla ya shilingi milioni jumla ya shilingi milioni 21,822,000, ambapo ndugu walilipa sehemu ya fedha hiyo wakapewa mwili kwa ajili ya mazishi. Maiti maskini Tanzania hutozwa mamilioni ya fedha kama tulivyoona. Ikiwa ndugu hawana fedha hiyo, maiti huyo baada ya kuvunda katika chumba cha maiti huthaminiwa kama kero, na hatimaye halmashauri za miji ambazo moja ya majukumu yao ni kuondosha na kuzika au kuchoma moto takataka hupewa maiti huyo kama sehemu ya jukumu lao. Halmashauri huwachimbia maiti hao mashimo na kuwafikia watu hao bila ya kuwapa haki zao za kijamii, za kidini, kama vile kuwashirikisha ndugu, mashehe, maskofu, kuwaosha, kuwavesha sanda, kuwaswalia na kuwazika kwa Waislamu, na taratibu za ibada za mazishi kwa Wakristo. Kitendo cha serikali kuwapa halmashauri maiti badala ya ndugu wa marehemu kwa sababu ya kukosa mapato yake
kinaashiria jinsi ambavyo serikali imepania katika biashara ya afya. Wagonjwa wa kugeuzwa mahabusu. Taifa letu sasa linashuhudia matukio ya ajabu katika sekta hii ya afya. Kanuni ya matibabu: mgonjwa aliyelazwa hospitali baada ya kupona au kupata nafuu huruhusiwa arejee nyumbani kuungana na familia yake. Haki hiyo sasa imekuwa ngumu kwa raia waliopoteza uwezo. Wagonjwa waliomaliza matibabu katika hospitali za serikali na kukosa fedha wanazotakiwa kulipa huzuiliwa mpaka watakapopata fedha hizo. Wagonjwa hao huwekwa upande wao mahsusi katika wodi na huishi kwa kanuni za mahabusu, kama vile kutoruhusiwa kutoka nje ya wodi, hata kwa kununua chakula, maji na mfano wa hayo, au kupunga upepo. Hukaa katika hali hiyo kwa siku moja mpaka miezi kadhaa. Bwana Abubakar Hussein Maganga aliyelazwa katika hospitali ya Muhimbili tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2025 akitoka hospitali ya mkoa wa Morogoro tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2025 alikamilisha matibabu na kuruhusiwa. Hata hivyo alizuiliwa baada ya kushindwa kulipa shilingi milioni 1.7. Wakati akiwa katika hali hiyo ya umahabusu, ugonjwa ulimrejea tena na tarehe 22 mwezi wa 4 2025 alitolewa upande wa mahabusu na kurudishwa na kuanzishiwa tena matibabu. Tarehe 12 mwezi wa 5 2025 aliruhusiwa tena baada ya kukamilisha matibabu. Hata hivyo alizuiliwa na kurejeshwa tena upande wa mahabusu baada ya kushindwa kulipa shilingi milioni 2,286,261. Wagonjwa hawa hupata mateso makubwa ya kisaikolojia kwa kuendelea kuishi katika mazingira ya wagonjwa wanaoteseka na kushuhudia vifo vya baadhi yao. Pia hupata mateso hayo kwa hisia za kuvunjiwa heshima kubwa kwa kuwekwa chini ya ulinzi kama inavyofanywa kwa wahalifu. Baadhi ya wagonjwa waliofanikiwa kutoroka wamedai kuzuiliwa matibabu yao waliporejea tena hospitali wakiwa wagonjwa. Ngonjera msamaha. Serikali ya ukoloni ilitoa huduma ya afya bila kuwatoza wananchi fedha. Baada ya uhuru pia tuliendelea hivyo kwa muda mrefu. Serikali ilipoibuka na sera ya kuuza huduma na dawa katika hospitali zake, wananchi hawakuridhika. Katika muktadha huo, serikali ilitangaza mambo mawili. Kwanza, ilitoa anwani ya fedha watakayotozwa wananchi kwamba ni kuchangia matibabu. Pili, ilitambulisha kitengo kilichoitwa ustawi wa jamii katika hospitali hizo na kutangaza kuwa kitawaondolea gharama za matibabu wale watakaoshindwa kumudu. Mambo yote mawili hayakuwa na dhamira iliyoelezwa. La kwanza, mchango hautolewi ila na mwenye kuwa nacho. Pia si swala la lazima au hakuna kiwango maalum. Swala la pili, rejea mjadala huu mfupi ufuatao. Tarehe 10 mwezi wa 9 2025, familia ya marehemu Bi Fatma Isa iliwaomba ustawi wa jamii wawafutie deni la taifa, deni la shilingi 21,822,000 ili wapewe maiti ya ndugu yao aliyezuiliwa katika hospitali ya Muhimbili. Ustawi uliwapa majibu kuwa hawana uwezo huo, bali uwezo wao ni kuwaombea dhamana ya deni. Hawakuridhika, walikwenda kwa uongozi wa hospitali kuwaomba wawafutie deni kwa sababu wanafahamu wao hilo ndio lengo la serikali, kuanzisha ustawi wa jamii katika hospitali yao. Huko walipewa majibu yafuatayo. Sikilizeni. Serikali imekushaweka malipo katika hospitali zake na CAG, mkaguzi mkuu wa mahesabu wa serikali, huja hapa kukagua mapato. Yeye akija hajui kitu kinachoitwa ustawi wa jamii wala maelezo ya wanasiasa. Anatuuliza sisi huduma hii imetolewa, fedha zake ziko wapi? Kama fedha hazipo, anaanika upotevu na sisi ndio tutakaobebwa. Kwa hiyo rudini kwa watu wa ustawi wa jamii, wawadhamini, mtoe japo robo, tutawapa maiti ya ndugu yenu mkazike. Bila shaka kwa maelezo hayo
kinachoitwa kuchangia matibabu si mchango, bali ni kuuzwa na kununua, kuuziwa na kununuliwa dawa na huduma. Na ustawi wa jamii katika sekta hii serikali ni kupunguza lawama za wananchi. Ushahidi wa biashara katika huduma ya afya. Jambo la wazi linalothibitisha biashara katika hospitali za serikali ni usafiri wa mgonjwa kutozwa ushuru. Ikiwa mgonjwa ataingia katika eneo la hospitali na bajaji au gari lake, hata kama ataliegesha katika hata kama hatoliegesha katika maegesho, hutozwa shilingi 500. Katika hospitali ya Muhimbili mgonjwa hupewa ahueni ya kiasi hicho ndani ya dakika 30 tu. Baada ya muda huo bei hupandishwa na huuziwa huduma hiyo kwa shilingi 1000 kwa saa moja. Ikiwa ataendelea na matibabu kwa muda wa masaa 12, mgonjwa hutoza shilingi 1012, na ikiwa hana fedha, chombo chake cha usafiri huzuiliwa mpaka atakapolipa. Katika hospitali za serikali harakati za kukusanya mapato kutoka kwa wagonjwa ni nyingi na zinafanana na vituo vya biashara, malls. Idadi ya madirisha ya kukusanya fedha ni kubwa mno na inaakisi hospitali hujihusisha kwa kiasi kikubwa na biashara. Mamilioni ya fedha yanayovunwa kutoka kwa wagonjwa ni faida tupu, kwa sababu gharama za manunuzi ya mitambo na uendeshaji wake na zile za manunuzi ya dawa ziliidhinishwa na Bunge na kutolewa kwa Wizara ya Afya. Bunge halikuidhinisha fedha hizo kama mtaji wa biashara, bali kuiwezesha wizara hiyo iwapatie raia haki yao ya msingi ya matibabu. Mapato na matumizi. Hatuungi mkono dhana ya serikali kufanya biashara katika afya ya raia, lakini tunajadili kidogo dhana ya mapato na matarajio ya unafuu kwa raia. Katika mitandao ya kijamii, makampuni makubwa ya kimataifa yanauza mashine za kusafishia damu, dialysis machine, kwa bei tofauti tofauti. Hata hivyo, mashine iliyo bora inauzwa kwa thamani ya dola za Kimarekani 7,800, sawa na wastani wa Tanzania shillings 21 milioni. Aidha, katika hospitali ya Muhimbili tumeona mashine moja huingiza shilingi 540,000 kwa siku na shilingi milioni 16 kwa mwezi. Kwa mapato hayo, baada ya siku 45 mashine hurejesha gharama zake za ununuzi, na baada ya siku 45 inaweza kununua mashine nyingine, na kwa mwaka mmoja huzalisha mashine nyingine 7. Kwa mapato hayo, ilitarajiwa baada ya muda mfupi mashine zitakuwa nyingi katika hospitali za serikali na kuondosha kabisa msongamano na dhana ya wagonjwa kutozwa gharama kubwa. Kongole. Pamoja na hospitali za serikali kama taasisi kuchukua mwelekeo huo wa kibiashara, lakini madaktari na wahudumu bado wanaonekana kujali wito wa taaluma yao. Wamo wengi wanaochapa kazi ipasavyo, wanawajali wagonjwa na kutoa mchango mkubwa wa ziada. Kongole pia serikali kwa kuboresha miundombinu na zana katika baadhi ya hospitali zake. Hitajio la walimu wa afya pamoja na upungufu mkubwa tuliouona katika mambo mengi ya msingi, lakini inaelekea kwa kiasi fulani. Miongoni mwa hayo ni kuzalisha wataalamu wa fani mbalimbali ikiwemo ya afya. Hata hivyo, wengi wao serikali haiwapi fursa ya kuwahudumia wananchi kupitia ajira. Wataalamu wa afya kwa fani na umuhimu wao ilitarajiwa waajiriwe wote mara tu wanapohitimu. Tunazungumzia kipengele cha sheria hapa nchini kwa Tanzania. Sheria ndiyo kanuni kuu ya uwepo wa haki katika jamii. Kutokuwepo kwa sheria au kutozingatiwa kwa sheria huleta maafa makubwa kwa jamii. Hebu tuangalie kwa ufupi mambo haya mawili. Kutokuwepo kwa sheria, sheria ipo isipokuwa inakabiliwa na tatizo moja kubwa. Mfano wa sheria Tanzania ni wenye sheria nzuri
na sheria, mfumo wa sheria Tanzania ni sheria nzuri na sheria kandamizi. Maelezo haya ya kwamba mfumo wetu una sheria nzuri na sheria kandamizi ni kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Tume ya Majaji Nyalali na Jaji Kisanga 1991. Matokeo ya tatizo hilo ni kuwepo kwa uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu. Katika magereza ya Tanzania wamejaa watu wengi wasiokuwa na hatia. Miongoni mwa hao ni viongozi wa dini, hasa mashekhe, maimamu na walimu wa madrasa. Viongozi hawa kupitia sheria kandamizi wamekaa gerezani bila ya kuhukumiwa kwa zaidi ya miaka 10. Baada ya muda huo, baadhi yao wamehukumiwa kifungo au vifungo vikubwa, vikiwemo vifungo vya kunyongwa mpaka kufa. Sheria kandamizi pia zinawaathiri wanasiasa, hasa wa kambi ya upinzani. Hivi karibuni wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo walivamiwa na jeshi la polisi nje ya mahakama, wakapigwa sana. Wafuasi hao walikuwa wamekwenda mahakamani kusikiliza shauri la kiongozi wao mkuu. Watu hao walikamatwa, walipigwa, wakavunjwa, damu yao ikamwagika, walitupwa porini baadhi yao baada ya kuchukuliwa na vyombo vya usalama. Madhara mengine ya sheria hizo kandamizi ni mamlaka za serikali kuwa na uwezo wa kufuta uteuzi wa wananchi wanaoweza kuteua viongozi wao ndani ya vyama vyao halali vya siasa. Jambo la pili, kutozingatiwa kwa sheria. Hili ni tatizo kubwa na hasa kwa muhimili wa mahakama Tanzania. Maelezo ya kisheria yanasema upande wa serikali unapomfikisha mtuhumiwa mbele ya mahakama, mtuhumiwa huyo huwa amehama kutoka mikononi mwa serikali na kwa chini ya mahakama. Wajibu wa mahakama ni kutoa haki ya kusikilizwa pande zote mbili. Kutokana na tatizo hilo, kutozingatiwa kwa sheria, polisi humpeleka mtuhumiwa mahakamani na hutoa maelekezo ambayo mahakama huyazingatia. Miongoni mwa hayo, huiambia mahakama imnyime dhamana na mahakama hutekeleza. Pia huamua siku ya kusikilizwa shauri, wakidai ushahidi upelelezi unaendelea na mahakama hutekeleza. Katika hali hiyo, mtuhumiwa hukaa gerezani bila ya kupewa dhamana wala shauri lake kusikilizwa kwa siku 1 mpaka miaka 10. Kwa hali hiyo ni sawa na mahakama na serikali kushirikiana kumfunga mtu huyo kinyume cha sheria. Kutozingatiwa sheria pia kumeondoa kipengele muhimu cha ubinadamu na huruma kwa mahakama na majaji. Pamoja na kuona mateso anayotendewa mtuhumiwa, lakini mahakama hawazingatii, bali kuzingatia matakwa ya upande wa serikali na kuacha kuthamini hali wanayoiona kwa mtuhumiwa. Kwa mfano, moja ya kesi za mashehe gerezani ambao wamekaa huko zaidi ya miaka 10 ilitolewa hukumu, lakini wakakamatwa tena na kufikishwa tena mahakamani kwa kosa lile. Toka siku walipokamatwa mpaka leo hii hawajapelekwa tena mahakamani kusikilizwa. Wanapouliza kwa nini hatupelekwi mahakamani, kupewa majibu kwamba mahakama haina fedha ya kuweza kuendesha shauri lenu. Usalama. Tanzania ni taifa ambalo tunaweza kusema ndani yake kuna vita baridi dhidi ya baadhi ya raia. Madai hayo ni kwa sababu watu wanatekwa na kupotezwa moja kwa moja. Wengine wanatekwa na maiti zao hutupwa barabarani, mitoni, vichakani na kadhalika. Ripoti mbalimbali zinaonyesha waliotekwa na kupotezwa na kuuawa ni wengi mno. Ripoti moja iliyowasilishwa bungeni mwaka 2018 iliwataja raia zaidi ya 380 waliotekwa. Ripoti hiyo iliwatuhumu jeshi la polisi na kutaja tarehe na mahala walipowachukua raia hao. Ripoti nyingine iliwatuhumu idara ya usalama wa taifa kwa utekaji na kuhatarisha usalama wa taifa na raia. Ripoti hiyo pia iliwasilishwa bungeni. Katika vita hivi baridi dhidi ya baadhi ya raia, matatizo makubwa ni matatu. Moja, uwepo wa vikundi vya utekaji vinavyomiliki zana bora kama vile magari yenye nguvu, Land Cruiser, Noah na kadhalika, na vile vile vinamiliki silaha. Pili,
kukosekana kwa mamlaka yenye uwezo wa kuvikabili vikosi hivyo. 3, bunge kama chombo cha uwakilishi wa wananchi kutohoji utendaji wa serikali katika swala hili linalohatarisha usalama wa raia. 4, kushambuliwa viongozi wanaotetea raia wanaotekwa. Tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2025 tulipokuwa tukiandaa makala haya, mara tulipata taarifa ya kutekwa na kuuliwa kiongozi mashuhuri Sheikh Jaber Haidar Al-Farsi Unguja. Watu wanaokadiriwa kwa 6 walikwenda na gari aina ya Noha, walifika nyumbani kwake Fuoni majira jioni na kumtia pingu kisha wakaondoka naye. Ilipowadia saa 5 za usiku, maiti yake iliokotwa imetupwa pembezoni mwa barabara ya Kizimbani. Hayo ndiyo maisha ya sasa ya Watanzania chini ya utawala uliopo sasa. Ujumbe wa Idi. Nini kifanyike? Uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Chaguzi nyingi Tanzania zinakamilika kwa amani na umwagaji mdogo na mkubwa wa damu. Hata hivyo, upo uwezekano wa kufanya uchaguzi wa amani peke yake. Tunapendekeza ifuatavyo: 1, sheria ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi, sheria ya vyama vya siasa na sheria ya jeshi la polisi ni sehemu muhimu sana katika kujenga mfumo wa demokrasia na utoaji wa haki hapa Tanzania. Sheria hizi zinalalamikiwa na jamii na taasisi mbalimbali. Serikali kupitia 4R ya rais ilishughulikia kwa kiwango ambacho hakijaridhiwa na makundi tuliyoyataja. Wito wetu, tunaomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kukutana na wadau wanaowakilisha wananchi kujadili malalamiko yaliyopo kabla ya uchaguzi wa Oktoba 2025. 2, pawekwe kanuni ya kikao mahsusi cha wadau kutathmini amani na mustakabali wa uchaguzi siku 30 kabla ya uchaguzi na kuheshimiwa maamuzi yake. 3, tume ya uchaguzi isimamie mchakato kwa haki. Watu wasinyimwe haki ya kuchagua na kuchaguliwa kwa makosa madogo madogo. 4, tume ilinde haki za mgombea ikiwemo ya mawakala wake kupewa haki ya kuwepo kwa wakati na kushiriki katika kila hatua inayohusu mgombea. 5, tume isimtangaze mgombea ambaye hakupata ridhaa ya wananchi. Isifanye urasimu kumtangaza aliyeshinda na hasa wa chama cha upinzani. 6, vyombo vya ulinzi na usalama vijifunze kwa matukio ya chaguzi zilizopita ili visilaumiwe kwa kusababisha mauaji katika uchaguzi unaokuja wa Oktoba 2025. Aidha, katika mapendekezo haya ya siasa, tunatoa wito kwa Waislamu wote kushiriki uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani Oktoba 2025 na kuchagua viongozi wenye sifa ya uadilifu, ujuzi, wenye historia ya kutumikia na kupigania maslahi ya umma. Tunawakumbusha umuhimu wa kufanya mabadiliko makubwa katika uongozi wa ngazi mbalimbali kwa kuwa ndio kanuni ya uboreshaji wa maisha kuleta maendeleo ya taifa kwa ujumla. Mtume Muhammad SAW anasema, Muislamu mwenye akili timamu haumwi na nyoka katika shimo moja mara mbili. Uchumi na hali ya maisha, mapendekezo yetu. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri, jukumu la msingi la serikali ni ustawi wa watu, na hivyo tunapaswa kujitathmini kama serikali juu ya hapo tulipokuwa. Inakuwaje tangu tupate uhuru tumeshindwa kutokomeza umaskini ukilinganisha na nchi ambazo tulikuwa katika hali sawia katika miaka ya 60 kama vile Malaysia, Singapore, China, South Korea na kadhalika, lakini leo hii wao wapo juu kuliko ni sisi. Mapendekezo kuwepo na mkakati
wa muda mrefu, wa muda mfupi, ambao ni kupunguza kodi katika bidhaa muhimu zinazotumiwa na wananchi wa kawaida na kujaza nafasi zilizoachwa wazi katika ajira taasisi mbalimbali za umma. Tutathmini sera zetu, sheria zetu, kanuni zetu, uongozi wetu, elimu yetu, tabia zetu na kiutendaji mahakama zetu kwa kiasi gani zinathamini ukuaji wa uchumi na kutokomeza umaskini. Tathmini hii ifanywe na taasisi au shirika ambalo lipo huru ili kupata majibu sahihi bila kuingiliwa na misukumo ya wanasiasa. Kujua tatizo liko wapi ni sawa na kupata ufumbuzi wa tatizo hilo. Elimu. Mapendekezo yetu katika elimu: kikao cha mwanzo kati ya Mwenyezi Mungu na malaika na mtu kilihusu elimu. Kwa maelezo yafuatayo: wakumbushe watu habari hii Mola wako alipowaambia malaika, mimi nitaleta viumbe vingine kukaa katika ardhi, yani wanadamu. Wakasema malaika, utaweka humo watakaowafanya uharibifu na kumwaga damu, hali sisi tunakutukuza kwa sifa zako na kukutaja kwa utukufu wako? Akasema Mwenyezi Mungu, hakika mimi najua msiyojua. Na Mwenyezi Mungu akamfundisha Nabii Adam majina ya vitu vyote, yani malighafi zote na ujuzi wake, kisha akaviweka mbele ya malaika na akasema, niambieni majina ya vitu hivi ikiwa nyinyi mnasema kweli kuwa nyinyi ndio wajuzi wa mambo. Malaika wakasema, utakatifu ni wako, hatuna elimu isipokuwa ile uliyotufundisha, bila shaka wewe ndiye mjuzi na ndiye mwenye hekima. Mwenyezi Mungu akasema, ewe Adamu, waambie majina yake. Alipowaambia majina yake, Mwenyezi Mungu akasema, si nikuambieni kwamba mimi ninajua siri za mbingu na ardhi, tena najua mnayoyadhihirisha na mliokuwa mnayaficha? Hii tunapata kwenye Qur'ani 2:30 mpaka 33. Katika kikao hicho mtu alipata hadhi dhidi ya malaika baada ya kupewa elimu bora na kufuzu. Kwa muktadha huo tunapendekeza: moja, serikali iwekeze vya kutosha katika uzalishaji wa walimu wengi na walio bora. Iwaajiri walimu wote pindi tu wanapohitimu na iwape mshahara bora. Tatu, mtaala uzingatie ujuzi, maarifa, uzalendo na kumjengea mwanafunzi uwezo wa kujitegemea. Nne, ufanyike utafiti na tathmini za mara kwa mara kupima ubora wa mwanafunzi na elimu. Tano, kuhakikisha shule ina vifaa muhimu na vya kutosha kama vile vitabu, maabara, maji safi, chakula, vyoo na umeme. Afya tunapendekeza: tumeona jinsi watu maskini wanavyokutana na dhoruba ya matibabu katika hospitali za serikali. Raia wengi wanatamani serikali ingerejesha mfumo wa awali wa kutouziwa huduma na dawa katika hospitali za serikali. Katika fikra za kutafuta njia ya kati na kati, tunapendekeza haya: moja, serikali ianzishe sera na mfumo ambao raia atalipa 20% ya gharama za matibabu na serikali italipa 80% iliyobaki. Mbili, serikali iondoe uwakala wa zabuni katika ununuzi wa vifaa, dawa na badala yake inunue moja kwa moja kutoka kwa mtengenezaji. Hatua hii itaondosha fursa ya ufisadi katika manunuzi. Kwa mfano, tuliona mmoja ya hospitali za serikali ikitangaza kuanzisha huduma ya usafishaji wa damu, dialysis, baada ya kupata mashine. Katika tangazo hilo ilitaja thamani ya mashine walioionyesha kuwa thamani yake ni shilingi milioni 70. Wakati huo ukiingia katika mitandao, mashine kama hiyo inauzwa dola 7,800, sawa na wastani wa shilingi milioni 21 za Tanzania. Tatu, serikali itunge sheria kali za kukomesha uzembe katika majukumu
Kwa mfano, katika taarifa ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG 2023-2024 inaonyesha katika bohari kuu ya serikali MSD dawa zenye thamani ya shilingi bilioni 12 zimeharibika. Mahala kama sheria hizo zinatumika, ikiwa ni pamoja na uwajibikaji, ni pamoja na kulipa madeni na adhabu kali kwa wale waliosababisha hasara kubwa kama hii. Sheria ya mapendekezo yetu, tunatoa wito kwa bunge liwatetee mashekhe waliowekwa gerezani na serikali kwa muda mrefu kwa zaidi ya miaka 10 ili mashauri yao yasikilizwe na kutolewa uamuzi kabla ya Oktoba mwaka 2025. Mbili, mahakama ina uwezo wa kuachia huru watu waliowekwa magerezani bila ya hatia kwa muda mrefu. Iwafutie mashekhe mashauri hayo. Tatu, tunatoa wito kwa Rais Samia Suluhu Hassan awafutie adhabu zikiwemo za kunyongwa mpaka kufa mashekhe waliopewa kesi za ugaidi na kuhukumiwa hukumu hizo. Tunamwomba fanye hivyo kama alivyofanya kwa mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Freeman Mbowe, ambaye aliwekwa mahabusu kwa muda wa miezi 8 tu kwa tuhuma za ugaidi, lakini alifutiwa mashauri na kutoka nje. Tumeomba fanye hivyo pia kwa mashekhe ambao sasa wao wana miaka 10 wakiwa wako gerezani, na wale ambao wamehukumiwa kunyongwa, na wale wamehukumiwa vifungo vikubwa vile vile. Usalama, mapendekezo yetu, tunatoa wito kwa bunge lijadili maombi ya kuundwa tume ya bunge ya kuchunguza utekaji na mauaji ya mamia ya raia yaliyotolewa na taasisi za kijamii, viongozi na yale yaliyowasilishwa rasmi na wabunge bungeni. 5, rais awawajibishe viongozi wa vyombo vya usalama kwa kushindwa kuzuia matukio ya kutekwa na kuuawa kwa raia. Tunawatakia Watanzania wote ili yenye kheri na baraka. Asante sana.